Karibu Tuzo Online. Mambo vipi? Karibu sana Tuzo Online. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Machi 4 mwaka 2026 imeweza kupitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Kwanza, ligi kuu ya NBC, mechi namba 133 ambayo hii iliwakutanisha Dodoma Jiji dhidi ya TRA United, mchezo ambao ulimalizika kwa Dodoma Jiji kuondoka na ushindi wa mabao 3-0. Klabu ya TRA United ya mkoani Tabora imepewa onyo kali kwa kosa la kikosi chake kuchelewa kufika kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma kuelekea mchezo tajwa hapo juu. TRA iliwasili uwanjani hapo saa 11:41 jioni badala ya saa 11:30 jioni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 mstari wa 15 wa ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 1762 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini pia klabu ya Dodoma Jiji ya mkoani Dodoma imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la meneja wa timu hiyo kutovaa sare za timu kama maofisa wengine wa mchezo kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 8 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Wachezaji Andy Lobolka Bikoko wa Dodoma Jiji, lakini pia na Muhsin Malima Makame na Mzamiru Yasin Saidi wa TRA United wametozwa faini ya shilingi 500,000 kila mmoja kwa kosa la kuchelewa kwa makusudi kuingia uwanjani kwa kile kilichoonekana ni kukwepa kupeana mikono na waamuzi na wachezaji wa timu pinzani katika mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Klabu ya TRA imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kushindwa kuwasilisha orodha ya viongozi wa benchi la ufundi ambao wamepangwa kutumika katika mchezo tajwa hapo juu. Kosa hili nalo limeainishwa kwenye kanuni ya 17(6) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 1762 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 080 ambayo hii iliwakutanisha Namungo dhidi ya Yanga wakiondoka na ushindi wa bao 1-0. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Abdalla Mwenyemkuu kutoka Singida ameshushwa daraja la uamuzi kwa makosa ya kujirudia ya kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira. Pamoja na matukio mengine, mwamuzi huyo alishindwa kutafsiri sheria katika tukio la mchezaji Abdul Karim Kiswanya wa Namungo kuvutwa jezi na mchezaji Musa Damaro wa Young Africans ndani ya eneo la penati, hivyo kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria za mpira. Mwezi Disemba 2025 mwamuzi huyo aliadhibiwa kwa kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kutokana na makosa ya aina hii. Mechi namba 077 ambayo iliwakutanisha Dodoma dhidi ya Simba, mchezo ambao Simba waliondoka mchezo ambao uliweza kumalizika kwa suluhu. Mchezaji Selemani Mwalimu wa klabu ya Simba Dar es Salaam amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko kwa makusudi mchezaji Andy Lobolka Bikoko wa Dodoma Jiji wakati wa mchezo tajwa hapo juu ukiendelea. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41(5) kifungu cha 5.2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Klabu ya Simba nayo imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa za maji mchezaji William Edgar wa Dodoma Jiji wakati akitoka kiwanjani katika mchezo tajwa hapo juu, pamoja na kuwarushia chupa watu wa huduma ya kwanza Red Cross wakati wakitekeleza majukumu yao kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la maofisa wake wa huduma ya kwanza Red Cross kuonekana mara kadhaa wakichelewa kwa makusudi kuingia kiwanjani pale walipotakiwa kufanya hivyo na muamuzi wa mchezo huu, hali
iliyotafsiriwa kuwa kama ni hila ya kupoteza muda, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17(7) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mwamuzi wa akiba mchezo tajwa hapo juu Charles Simon kutoka Dodoma amefungiwa miezi mitatu kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu na kuruhusu klabu ya Dodoma Jiji kufanya mabadiliko ya wachezaji katika mikopo minne badala ya mitatu kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17(32) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42(1). Klabu ya Dodoma Jiji pia imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kufanya mabadiliko ya wachezaji katika mikopo minne badala ya mitatu kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17(32) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17(62) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mchezaji Abdi Banda klabu ya Dodoma Jiji amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiuana michezo na kinachokinzana na maadili ya mchezo wa mpira wa miguu kwa kujirusha kutoka kwenye machela, kitendo kilichotafsiriwa kama hila ya kupoteza muda. Tukio hilo lilitokea wakati mchezaji huyo alipokuwa amebebwa kutolewa nje kwa maelekezo ya muamuzi baada ya kupata maumivu, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41(5) kifungu cha 5.6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mechi namba 054 ambayo hii ilikuwa ni dabi ya Kariakoo. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia kwenye uwanja wa Amani Zanzibar kupitia mlango usio rasmi kuelekea mchezo tajwa hapo juu Machi mosi 2026 kinyume na matakwa ya kanuni ya 17(21) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17(62) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Amani, ambapo walitumia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari kwa shughuli hiyo kabla ya mchezo huo kinyume na matakwa ya kanuni ya 17(20) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17(62) ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu za Young Africans na Simba kwa pamoja zimetozwa faini ya shilingi milioni 5 kila moja kwa kosa la walinzi wake kugombana na kutoleana lugha ya matusi, jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya mchezo huo wakati klabu ya Simba ikiwasili uwanjani hapo, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya Simba italazimika kulipa gharama za matengenezo ya mlango wa kuingilia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari ambao walinzi wake waliuvunja ili kulazimisha timu hiyo kuingia na kutumia chumba hicho kwa ajili ya kuvalia kabla ya kuanza kwa mchezo huu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47(3) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mchezaji David Kameta wa klabu ya Simba ametozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuonekana akimwaga kimiminika kiwanjani wakati timu hiyo ilipozuru uwanja dakika chache baada ya kuwasili kwenye uwanja wa Amani, kitendo kilichotafsiriwa kama imani za kishirikina, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41(5) kifungu cha 5.5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo tajwa hapo juu Kasim Panga kutoka Dar es Salaam amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika 70 ya mchezo aliweza kukataa bao halali la klabu ya Simba kwa kile alichoonyesha kwamba kulikuwa na kosa la kuotea kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa wa wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyia tathmini video hiyo waliweza kubainisha kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Lakini mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu Hamdan Saidi kutoka Mtwara amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo dakika ya 61 ya mchezo aliashiria kwa mchezaji Prince Dube wa klabu Young Africans alikuwa katika eneo la kuotea, hivyo kusimamisha shambulizi ambalo klabu ya Young ilikuwa inafanya langoni kwa Simba. Hata hivyo, taarifa wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyia tathmini video ya tukio hilo limebainisha kwamba mchezaji huyo hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira huo unapigwa kuelekea kwake, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42(1) kifungu cha 1.8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Unaweza kuendelea kuisoma zaidi barua hii kutoka bodi ya ligi kupitia ukurasa wao rasmi wa ligi kuu.